You are watching to BW Media. Stay informed. Jifunza kanuni hizi na zitakusaidia kuelewa unabii vizuri. Unaposoma Danieli na Ufunuo utajifunza na utaelewa, kwa sababu umejifunza zile kanuni za msingi za kuelewa unabii ambao umetumia kwa lugha ya ishara, vidokezo na tamithali za semi. Na mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi kutoka channel ya BW Media, tunakupongeza kwa kuendelea kufuatilia vipindi vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Somo lililopita tumekumbana na swali moja. Niko na mchambuzi wa masuala ya imani, mwinjilisti Matthew Masaka katika kulijibu swali hili. Huyu anaitwa Saitoti Inyura. Anauliza hivi: je, mwanzo kabla ya dhambi nyoka alikuwa anaongea mpaka Hawa ajibizane naye? Anashangaa kwamba hivi Mungu alivyomuumba nyoka tangu awali alikuwa akizungumza. Karibu sana. Nishukuru kwa swali hilo zuri na Mungu akubariki. Tunapoangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ile aya ya kwanza, kwamba katika Biblia ni sehemu mbili ambazo tunaziona kwamba wanyama waliongea. Sehemu ya kwanza ni Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msi matunda ya miti yote ya bustani? Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni kitabu kile cha Hesabu sura ya 22 na fungu la 28. Tunaona pia mnyama mwingine akiongea. Anasema Bwana akakifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balamu, nimekutenda nini hata ukanipiga mara 3 hizi? Kwa ni sehemu mbili ambazo wanyama waliongea. Sehemu ya kwanza ni Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza. Wanyama hawana asili ya kuongea kwa sauti ambazo au lugha ambayo mwanadamu anaweza kaelewana nayo. Kuna kitu fulani nyuma yake kinachofanya huyo mnyama aongee. Kwenye Mwanzo sura ya 3 ni shetani aliingia kwa kiumbe anaitwa nyoka. Maana katika viumbe ambavyo Mungu aliumba katika hali ya uzuri, nyoka aliumba katika hali ya uzuri mno na ya kuvutia. Na alikuwa ni mwenye busara, mwerevu. Na shetani akaona akipitia kwa huyu kiumbe itakuwa rahisi kumlaghai Hawa. Kwa hiyo akapitia kwake. Kwa hiyo shetani akaongea kupitia kwa yule nyoka kwa sauti ya kibinadamu ambayo walielewana na huyu Hawa. Lakini kabla hapo huyu mnyama hana asili ya kuongea, wala baada ya tendo hili hakuendelea tena kuongea. Na hata hapa kwa Balaam kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 28, sura ya 22 fungu la 28, hapa ni Mungu alifumbua kinywa cha punda. Kwa kule ni shetani alifumbua kinywa cha nyoka, hapa ni Mungu alifumbua kinywa cha nani? Cha punda, naye akaongea. Kwa hiyo wanyama hawana asili ya kuongea sauti za binadamu ambazo wanaweza kaelewana na wanadamu, isipokuwa kuna na nguvu fulani iliyo nyuma yao inawafanya waongee. Kwa hiyo kwa jibu la msikilizaji wetu ni kwamba hakuwa anaongea, isipokuwa Ibilisi au shetani aliona katika wanyama ambao Mungu ameumba huyu ni rahisi kumuingia na itakuwa rahisi kumtumia ili afanikishe lengo lake. Alikuwa na lengo na alifanikisha. Kwa hiyo hakuwa na asili ya kuongea. Kwa tunachojifunza hapa ni nini? Kwamba katika maisha yetu tunapaswa tusikize au tutii sauti ya Mungu pekee. Na sauti ya Mungu huwa haijipingi. Maana ukijifunza kauli ambayo aliitoa hapa huyu shetani kupitia kwa nyoka, na kauli ya Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 17, alimwambia kwamba matunda yote mti wa bustani unaweza kula, matunda ya mti ya bustani unaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, yani mti wa ujuzi wa mema na mabaya, usile wala usile. Na angetii ile sauti angekuwa salama. Lakini akasikia sauti nyingine ambayo sio ya Mungu, ambayo inapishana na Mungu, na alikuja kwa uelevu huyo shetani kupitia kwa nyoka, kwamba akamtega kwamba ati. Anaposema ati ni kwamba anamtengenezea yule Hawa mazingira ya kumuonea mashaka Mungu katika kauli yake ya kwanza, kwamba
usile matunda ya mti huo. Akatengeza mashaka kwa Hawa, na Hawa akapokea ile mashaka kama yalivyotolewa na huyu nyoka, shetani kupitia kwa nyoka, na akamjibu kwenye aya ya pili kwamba Mungu anasema matunda yetu tule, lakini matunda ya mti huu wa kujuza mema na mabaya tusiyale. Akaongeza kitu kingine, wala tusiyaguse. Kuna kitu aliongeza pale, wala tusiyaguse. Mungu akasema msiyaguse, ila akasema tusiyaguse. Alipozungumza hicho kitu cha kuongezea pale, yule shetani akapata njia ya kumnasa Hawa. Akaenda akagusa ule mti, tunda lile kaligusa, akamwambia nimekufa. Hapana, sijafa. Kwa hiyo ni njia rahisi ya kumuingia, lakini wanyama hawana namna ya kuongea. Nyoka hakuwa anaongea kabla ya hapo. Kwa hiyo nakutia moyo kwamba tutii sauti ya Mungu. Sauti nyingine yote inayokuja ambayo inaongea kinyume na Mungu, iwe imepitia kwa mwanadamu au kiumbe chochote, usikubali kama inapingana na Mungu. Utakuwa salama. Mungu akubariki. Naam, ni kushukuru mchambuzi wa masuala haya ya unabii na masuala ya Injili kwa namna ambavyo umejibu swali la mtazamaji wetu. Mpenzi mtazamaji, niendelee kukusihi pale unapokuwa ukifuatilia vipindi hivi, unapopata swali, changamoto yoyote, au kama una mada yoyote unadhani kwako ni tata, ni wakati wako sasa wa kujumuika nasi. Tutakuwa na vipindi hivi mfululizo ambao tutakuwa tukiangazia yale maswali na hoja ambazo wanahitaji kupata ufafanuzi na majibu. Hii ni BW Media. Stay informed. Hali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa BW Media, ni kukaribisha tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, na tunaendelea na robo yetu ya pili, na leo tuko somo la 3. Tutakuwa tunaangalia somo lenye kichwa kinachosema tamathali za semi kutoka katika ndoa. Somo hili ni zuri kabisa, ni kukaribisha mpenzi mtazamaji wewe pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, ili uweze kujua kwa undani kabisa ni vitu gani ambavyo wachambuzi wetu wameweza kutuletea katika somo la juma hili. Na kabla tujaendelea mbele mpenzi mtazamaji, nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine, ili kusudi matangazo yanaporuka na kufikia hapo ulipo yaweze kuwafikia na wengine mbashara kabisa. Na fungu elekezi tutakalokuwa nalo siku ya leo linatoka katika kitabu cha Ufunuo 19 na ule mstari wa 9. Linasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Hilo ndilo fungu tutakalokuwa tunatembea nalo katika somo la juma hili, somo la 3. Tufungue kwa ombi. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa pamoja nasi. Ni wakati mwingine tena umeruhusu na biti zako tuweze kukutana mahali hapa kwa ajili ya kutafakari na kujadili maandiko yako matakatifu. Tunapoenda kufungua kipindi chetu hiki, tunaomba Roho wako mwema akae pamoja nasi, akitulinda na kutuongoza yote tunayoyafanya, na tukayatenda yote chini ya uangalizi wa Roho Mtakatifu. Tunajikabidhi kwako sasa, tukiomba uwe pamoja nasi. Mbariki mtazamaji pia aliyekaa hapo na kuweza kusikiliza vipindi hivi. Wote tukatoke tukiwa tumebarikiwa na maneno haya. Tunajikabidhi kwako sasa, kuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Sehemu hii mwinjilisti, tupitishe kidogo katika sehemu hii ya mke kahaba wa Hosea, mfano huu ulivyotumika, lakini ukija kutuambia labda ni kwa namna gani sisi leo, ni njia zipi ambazo tunaweza kuzitumia na zikawaashiria kabisa tunafanya uasherati wa kiroho. Nashukuru. Tunapozungumzia mwanamke kahaba, lakini pia kujue kuna mwanamke mzuri. Yeah. Na kwa sababu tunatumia hata methali za semi kuelezea unabii, tunatumia methali za semi za ndoa kuelezea unabii kati ya mahusiano ya Mungu na watu wake. Kwa tunapozungumzia mwanamke kahaba kiroho, tunazungumzia wanadamu ambao sio waaminifu kwa Mungu. Kanisa ambalo sio waaminifu kwake. Kuna kanisa ambalo ni aminifu kwa Mungu, ambalo linatambulishwa na kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 17, kwamba wanashika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Lakini Ufunuo 14:12, shika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Hiyo ndio utambulisho wa pekee wa kutambua kanisa la Mungu ambalo ni aminifu, inashika sheria za Mungu, inakuwa na ushuhuda wa Yesu ambaye ni roho nabii, inashika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. So imani kwa Yesu ni imani ya Yesu, yani kuishi kulingana na Yesu anachokisema katika neno lake.
Kwa tunapozungumzia mwanamke kahaba ni yule ambaye haishi kulingana na neno la Kristo. Anajiita tu kwa jina la Yesu, lakini kiuhalisia haishi matendo ya Yesu. Hamtii Kristo. Anavunja sheria zake ambazo ni amri 10 za Mungu. Anavunja sabato na kuikataa kwamba si mojawapo ya amri 10 za Mungu. Huyo ni mwanamke kahaba. Kwa hiyo ujitafakari, kama unaenda katika amri za Mungu, utakuwa bibi harusi mzuri. Lakini kama uende katika amri za Mungu na sheria za Mungu, basi ni bibi harusi ambaye sio mwaminifu kwa bwana harusi ambaye ni Yesu. Na Yesu anasema wazi kwamba mkinipenda mtashika amri zangu. Kwa kipimo pekee cha uaminifu wetu kwa bwana harusi ambaye ni Kristo ni kumtii Yesu na neno lake. Na tunapojitathmini katika maisha yetu, utagundua ni wapi ambapo umepotoka. Kitabu cha Ufunuo sura ya 17 aya ya 1 na ya 2, hapa anazungumzia mwanamke kahaba, akielezea katika unabii huu ni kanisa ambalo sio aminifu kwa Kristo, halitoi mafundisho ya mafundisho ya Yesu. Kuna mahali fulani ameeleza kwenye unabii kwamba wanawake 7 watakuja wakimfuata mwanamume mmoja, kama tutakula chakula chetu, tutavaa nguo zetu, lakini tuite kwa jina lako tu, tuondoe aibu yetu. Yaani kiamaanisha kwamba kuna kanisa ambalo lina mafundisho yake ambayo wanajihesabia haki wao wenyewe, lakini sio haki ya Kristo. Na hivyo wanaitwa kwa jina la Kristo, lakini kiuhalisia sio Kristo kupitia maisha yao. Haonyeshi utii na uaminifu kwa Mungu aliye hai. Na hiyo ni njia ambayo ni mbaya, inaonyesha maisha yetu yalivyo machafu mbele za Mungu. Kwa tunatiwa moyo turudi katika mpango wa Mungu. Na ndio maana Hosea alipewa mithali akionyesha maisha yake kwamba aende kwa mwanamke kahaba, mwanamke wa uzinzi na watoto wa uzinzi. Haikuwa rahisi, lakini hiyo pia inaonyesha mahusiano yetu na Mungu, namna ambavyo Mungu utufuata sisi haikuwa rahisi. Aliacha enzi Yesu akashuka, akaishi katika mazingira duni ili apate kututoa katika matope ya dhambi. Na hivyo tunapaswa kumtii na kuonyesha utii wetu kwa Kristo, maana alitukomboa kwa damu ya thamani. Hakutukomboa kwa fedha au dhahabu, lakini kwa damu ya thamani. Lakini tunapotafakari kuhusiana na mahusiano yale ambayo ni sahihi, hasa ya Rebeka na Isaka, anaonyesha uhusiano wetu na Mungu kwa wale watu wa Mungu ambao ni waaminifu kabisa. Kwamba Isaka na Rebeka katika mahusiano yao yalifuata utaratibu wa Mungu. Maana yule mtumishi wa Ibrahimu, mzee wa nyumba yake ambaye ni Eliezeri, alitumwa na bwana wake Ibrahimu kwamba usimtwalie mke mwanangu Isaka katika binti za Wakanaani, bali uende katika nchi za ndugu zangu. Hii akimaanisha kwamba unapofanya mahusiano, kama ni kijana unataka kuoa au kuolewa msichana, uolewe na mtu ambaye anamjua Mungu. Mahusiano ya kiroho yake na Mungu yanapaswa yawe mcha Mungu. Na ndio maana alitumwa huyu Eliezeri na Ibrahimu akamtwalie mke huko, na akaenda akamtoa Rebeka kwa utaratibu wote kabisa. Ni vizuri kijana kufuata utaratibu katika kuoa. Usichukue tu madamu mmekutana njiani mahali fulani hapa, basi ukasema nimekuangukia au nimekuzinikia au nimekuelewa. Lakini taratibu za Mungu uzifuate. Mungu ameweka taratibu zake. Nenda kwa wazazi wake, kajitambulishe, wakueleze anachokueleza, kama ni mahali toa, taratibu wote ufuatwe. Na ndivyo upate mbaraka wa Mungu kanisani, ufunge ndoa iwe ni halali. Amen. Na hivyo itawakilisha mahusiano yetu na Mungu. Tunapofanya naye agano kwa kumwamini, tunafanya naye agano kwa njia ya ubatizo. Yale ni maagano ya ndoa ambayo tunafanya na Mungu. Tunafanya viapo kabisa kwamba nitamtii Mungu, nitafuata amri zake, nitatoa zaka na sadaka. Vile ni viapo vya ndoa ya mahusiano ya kiroho yetu na Mungu. Kwa tunapokuwa tukimtii Mungu kwa dhati, inaonyesha namna ambavyo mahusiano ya ndoa yanapaswa yawe hivyo, kwamba mke anapaswa kumtii mume wake, mume anapaswa kumpenda mke wako. Na hiyo inaonyesha namna taasisi Mungu alivyoibariki sana, na imekuwa ya pekee sana katika maisha ya kiroho. Kwa tunatiwa moyo kumtii Mungu kama wanadamu. Na hivyo tutakuwa tukimwakilisha vizuri katika mahusiano yetu ya kina, na kuonyesha kwamba tumefanya uchaguzi ulio sahihi. Asante. Asante sana mwinjilisti kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Umegusiana na sehemu ya Isaka na Rebeka.
Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kufikia hatua hiyo tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. You are watching to BW Media. Stay informed. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi. Tumerejea tena kuendelea na mwongozo wetu huu wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Na nikukumbushe tu tulipotoka, tulikuwa na somo zuri kabisa. Tunazungumzia leo tamathali za semi katika ndoa. Ni kwa namna gani sasa ndoa hii inahusianishwa na unabii, Kristo pamoja na kanisa lake. Na tunapoendelea sasa, daktari, tulivyotoka mwinjilisti alizungumzia habari ya Isaka na Rebeka. Na tunaona ni Ibrahimu alimwambia Isaka kwamba asioe wake wa Kanaani. Hii alikuwa anazungumzia tu kwa mujibu wa kitabia au alikuwa anazungumzia katika upande upi ambao Isaka hakutakiwa ufate huko? Karibu. Isaka na Rebeka. Naam, na namshukuru mwinjilisti mchangiaji wa awali ameeleza kwa uzuri zaidi. Kisa cha Isaka na Rebeka inakuja sasa kutuonyesha ni kwa namna gani tutaweza kuiendea ile ndoa ambayo Mungu mwenyewe anaitumia kama mfano. Na ni kwa kina mafundisho kadhaa makuu kisa hiki cha Isaka na Rebeka. Lakini karibu tufuatane kwa pamoja tuweze kuona. Kwanza kiangalia na swali ulilouliza hapo mchambuzi, yote tutakwenda kufahamu. Mara baada sasa ya kujifunza sitiari na tamathali katika ndoa, sasa inakuja kisa cha Isaka na Rebeka. Kwanza kueleza ni kwa namna gani tutaingia katika hiyo ndoa, lakini pili kueleza ni kwa nini Mungu, kwa nini baba yake Isaka, na kwa nini mjumbe aliyetumwa kwenda kumtafutia mwanamke yule aliambiwa asiende kwa Wakanaani. Kisa hicho utakipata kwa uzuri katika Mwanzo 24. Yote ile utasoma kwa utulivu, utaweza kufahamu. Ila fundisho la kwanza ambalo tunalipata hapa ni Mwanzo hiyo 24 fungu la 7 ambalo linasema, Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko, naye atampeleka malaika wake mbele yako. Napenda nikizungumzie kisa hiki katika uhalisia wa maisha tuliopo kwa vijana, nikiwa mimi mwenyewe ni miongoni mwao. Kuna nyakati fulani vuguvugu linakuwa kubwa, hasa linapofikia swala hili la ndoa takatifu ambayo Mungu ameagiza iwe, namna ya kuingia katika ndoa na mtu ambaye mwenzi sasa wa ndoa. Fundisho la kwanza katika hiyo 24 fungu la 7 ni kwamba atampeleka malaika wake mbele yako. Kumbe ikiwa ndoa ni takatifu, ikiwa Mungu ndiye ametaka hivyo, kumbe hata kabla ya kuingia kwenye ndoa, unapofanya uchaguzi, zingatia malaika wa Bwana, zingatia kwa Mungu, omba kwanza kwa Mungu mtu yule ambaye unahitaji uwe naye, na kwa uongozi wa malaika atakufikisha kwa mtu huyo. Kitu cha pili ambacho napenda kukisoma ni katika lile fungu la 14 ambalo linasema, basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, nawe ukasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia, basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili Bwana wangu. Fundisho la pili ni kwamba kipimo cha mtu ambaye
utahitaji uwe naye ukiwa bado haujaingia huko katika mambo ya ndoa ni uadilifu, ni uungwana, ni matendo mema katika hali ya kibinadamu kabisa. Huyu mtumishi alisema, atakaye nipatia maji na atakaye wapatia maji ngamia wangu, huyo ndio tutaondoka naye. Kipimo ikiwa ni uungwana, ni uadilifu, ni matendo mema. Hivyo pima mtu ambaye unataka kuwa naye katika mizani hiyo. Ila kitu cha kwanza inabidi ametoka na uongozi umetoka kwa Bwana. Sasa yapo mambo kadhaa ambayo falsafa, dhana, nadharia na mitazamo ya kiulimwengu huu imekuwa ikichepusha mpango wa Mungu na taratibu ya Mungu aliyoiweka, kwanza katika ndoa na pili katika sheria yake. Sheria ya Mungu inatuambia kwamba inabidi kwanza kuzuia na kuepuka kufanyika mwili mmoja kabla ya ndoa. Kwa maana nyingine, mwanamume na mwanamke wasikutane kabla ya ndoa. Hiyo ndiyo sheria ya Mungu. Lakini zipo dhana duniani. Ya kwanza ni shake well before use, na ya pili ni kwamba utajuaje sije ukauziwa mbuzi kwenye gunia. Sasa kitu kidogo, nitoe mfano mdogo. Gari au simu yoyote utakapoenda kununua, huwa tunataka kujua kwamba ina ukubwa gani, ina uzuri gani. Muda mwingine hata gari huenda kajaribu kuendesha, kajaribu kufuatilia ikoje. Lakini cha kushangaza, utakavyoinunua, utakavyokaa nayo kwa muda, ikija tena modeli nyingine utaiuza, ukatafute tena nyingine. Kwa hiyo ile dhana ya shake well before use ni propaganda tu ambayo ipo ili kupofusha, na ndio huyu mwovu shetani amejaribu kupiga zaidi hizi zawadi mbili za pekee ambazo Mungu amezitoa. Zawadi ya kwanza ikiwa Sabato, zawadi ya pili ikiwa ndoa. Shetani anapiga sana katika zawadi hii ya ndoa. Sasa nimalizie kwa nukuu kadhaa katika kisa hiki cha Isaka na Rebeka. Kwanza, upendo wa namna yoyote ile ambao wewe unausema, wewe unahitaji uwe nao, jiulize hivi. Kwanza, je, unakupelekea pale ambapo unamtazama huyo unayempenda kuona kwamba upendo huo unaongezeka zaidi? Au unapomtazama yule unayempenda inakupelekea katika matamanio peke yake na kukizi hitaji lako la mwili? Ikiwa mtazamo kwa unayempenda inakupelekea kuongeza zaidi nafasi ya kumpenda huyo, hapo upo sehemu sahihi. Ila kama ni kukizi hitaji lako, sio sehemu sahihi. Kitu cha pili ni kwamba kile kiapo ambacho huwa wanakiapa wanandoa wengi kwamba ndio nakubali, inaturudisha nyuma katika sheria ya Mungu ya kuikimbia zinaa mpaka wakati wa ndoa, ikionyesha uaminifu na kujitoa kwa mtu. Unaposema ndio nakubali, akati huku nyuma haukuweza kuonyesha uaminifu na kujitoa kikamilifu, inaonyesha kumbe hata kufanyika mwili mmoja, kuwa pamoja katika shida na raha, tunakuwa na doubt, lazima iwepo wasiwasi kwamba huenda ukateleza. Kwa hiyo uaminifu unaanza kutengenezwa huku mapema. Na ninapokuwa nikielekea kumalizia ni kwamba Waingereza waga wanasema, wana msemo wao na mathali vile vile ambayo wanasema full rush in where angels fear to tread, yani kwamba wapumbavu peke yake ndio wanaharakia mahali ambapo malaika wanaogopa kutembea. Siri hii ya ndoa ni siri kubwa sana, lakini tunajaribu kunena katika namna ya Kristo. Wapumbavu ni kwa namna gani? Kwa namna ya kwamba mpango huu wa ndoa, ikiwa ni umetoka juu kwa Mungu mwenyewe, inahitaji utulivu. Namna unavyoshughulika nayo inahitaji kielelezo kiwe Mungu peke yake.
kipimo cha upendo, kipimo cha mapenzi ya kweli, kielelezo cha ndoa ni Mungu na kanisa lake. Nje ya hapo, huko duniani kunaendaje, sijui familia zingine zinasemaje, huo ni upotoshwaji na ni mafundisho machafu na ni ukahaba ambao unazungumziwa. Hivyo basi, mtazame Kristo, rejea mfano aliyoutoa, rejea kisa cha Isaka na Rebeka. Ukiwa kijana utajua ni kwa namna gani unaweza kujipatia mwenzi wako ambaye mbingu zimeridhia. Asante. Asante sana daktari, umeelezea vizuri kabisa na nimekusikiza kwa makini kabisa mpaka nakosa cha kusema, lakini naamini mpenzi mtazamaji kuna jambo atakapo amelipata hapo litakaloweza kumsaidia anapokuwa anapiga hatua hii ya kuelekea katika ndoa. Zingatia, rejelea mfano wa Isaka na Rebeka, namna baba yake Ibrahimu alivyomtafutia mwanamke mzuri kabisa na ambaye alimfaa. Na tukiangalia kisa hiki daktari, umeelezea kwamba pale walizingatia tabia, utu, kwamba atakayeninywesha mimi na ngamia zangu, ule ni ukarimu. Kwa hiyo tunakumbusha kumbe hata tunapokuwa tunaangalia mambo hayo tuzingatie watu wakarimu, tusilizike tu na sura na vitu kama hivyo, lakini tuangalie pia tabia yake ikoje. Nashukuru sana mwinjilisti. Tunaendelea mbele sasa. Uligusia habari ya Isaka na Rebeka hapo. Kama utakuwa umemaliza tunaweza kuendelea mbele kabisa katika habari hii ya kahaba. Pia tunakutana naye hapa juu. Tumeona Hosea na mwanamke kahaba, lakini hapa tunaona sasa huyu wa kahaba anaenda kuhukumiwa. Sasa tuambie ni kwa namna gani sasa ili swala linahusianishwa pamoja na Kristo. Karibu. Asante. Tunapozungumzia hata mithali za semi katika ndoa na namna ambavyo inaelezea uhusiano wa Mungu na watu wake, unapozungumzia ndoa unazungumzia mahusiano ya watu wawili wa jinsia tofauti, wa kiume na wa kike. Na tunapozungumzia kahaba tunazungumzia mwanamke ambaye sio mwaminifu kwa mume wake. Amevunja yale maagano ya ndoa. Mke ambaye mwaminifu kwa Kristo anaitwa bibi harusi au bikira safi. Na tumeona namna ambavyo imedakizwa katika sehemu yetu tulijifunza habari ya Hosea ya kitabu cha Ufunuo. Anazungumziwa mwanamke ambaye sio mwaminifu, yani watu wa Mungu ambao sio waaminifu katika maagano na Mungu. Anasema kitabu cha Ufunuo 17 fungu la kwanza, akaja mmoja wa wale malaika 7 kwenye vile vitasa 7 akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Aya ya pili, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye na wafanya biashara nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Hapa nazungumziwa kanisa ambalo sio aminifu kwa Kristo. Na namna ambavyo linafanya uzinzi na wafalme wa nchi na wakao juu ya nchi wanafanya uzinzi naye. Yani ni watu wa Mungu ambao sio waaminifu kwa Mungu, lakini wanaitwa kwa jina la Mungu na wanafanya magano na watu wengine ambayo yanavunja mahusiano yao na mume hao halisi ambao ni Kristo. Na hapa nazungumzia kuhusiana kanisa ambalo sio waaminifu kwa Kristo, yani kanisa la Rumi ile ya kidini. Na anapozungumzia huyu kahaba amekaa juu ya maji mengi, kusema fungu la 15, maji mengi inawakilisha jamaa, makutano, kabila na lugha, ikimaanisha kwamba kanisa hili ambalo sio waaminifu kwa Kristo, kanisa la Rumi la kidini, ni kanisa ambalo limetokana katika jamii kubwa ya watu na linakubalika na watu na linakubalika na viongozi mbalimbali wa serikali, limeshafanya maagano na kuungana na dunia. Ni kanisa ambalo sio waaminifu kwa Kristo. Lakini kanisa ambalo ni aminifu kwa Kristo, kitabu cha Ufunuo sura 12 inaelezewa kama kanisa ambalo ni bibi harusi, bikira safi, aminifu kwa Kristo, ambalo Yohana alionyeshwa kwamba na nikishara kuu ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji nyota 12, naye alikuwa na mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa.
Hapa nazungumzia kanisa aminifu la Yesu, kanisa ambalo ni bikira safi, linalotii amri za Mungu, ambalo linaonyesha kwamba kanisa hili linatii neno la Mungu. Anaposema jua au na mwezi, na maisha neno la Mungu, Agano la Kale na Jipya. Najua mwezi unaakisi mwanga kutoka katika jua, na Agano la Kale linapoandika Agano Jipya yanakuwa yametimia, kwa hiyo yanashirikiana pamoja kama vile mwezi na jua. Kinitaja nyota 12 yanamaanisha kanisa la Mungu la kweli lina wale mitume 12 ambao Kristo aliwasimika kama thenashara kwa ajili ya kazi ya utume. Lakini aya sura ya 19 ndio sana kuzungumzia ile habari ya hukumu ya kahaba. Kahaba hahukumiwa. Yaani kanisa ambalo sio aminifu kwa Kristo hatimaye mwisho wake ni kuhukumiwa. Lakini mwisho wa kanisa aminifu kwa Kristo mwisho wake ni kufunga harusi. Na ndio maana katika sura ya 19 ya Ufunuo anasema baada hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za haki na za kweli, maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mikononi mwake. Anapozungumza kwamba huyu kahaba mkuu ameharibu nchi kwa uasherati wake, yani amefanya mambo ambayo sio uaminifu kwa Kristo, yameenda kinyume na Mungu. Lakini katika ile aya ya 7 anazungumzia sasa huyu kanisa ambao ni aminifu kwa Kristo linafunga harusi na bwana harusi ambaye ni Yesu, na tufurahi na tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkeo amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Hapa tunaona mwisho wa aina mbili. Mwisho wa kahaba, kanisa ambalo sio aminifu kwa Kristo, na mwisho wa bibi harusi, yani kufunga harusi, maana ni uaminifu. Tukiwa waaminifu kwa Kristo, Mungu ameahidi kutupatia uzima wa milele, kuishi naye katika makao ya milele, maana tumekuwa waaminifu kwake. Kile tunaposhindwa kuwa waaminifu kwa Kristo, hatima yake ni hukumu, maana anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo nakutia moyo nafuatia vipindi hivi katika BW kwamba tuonyeshe utii wetu kwa Kristo ambaye ni Mungu wetu, na hiyo itaonyesha mwisho wetu kuwa mzuri tena wenye kuvutia. Maana tunajifunza mithali za semi kuhusiana na ndoa, lakini halisia inamaanisha mahusiano ya Mungu na watu wake katika maisha yale ya milele. Na maana kitabu cha Ufunuo sura 10:21 fungu la kwanza anazungumzia habari ya ule mji ambao utashuka kutoka mbinguni, mji umepambwa kama bibi harusi ambaye ametayarishwa kwa ajili ya mmewe. Na bibi harusi ni mimi na wewe tunapokuwa waaminifu kwa Kristo na tumevikwa mavazi kitani nzuri, yani matendo ya haki ya watakatifu. Matendo ya haki ya watakatifu ni haki ya Yesu mwenyewe aliyekubali kujitoa akafa kwa ajili yetu, akatufunika haki yake badala ya matendo yetu maovu ambayo hastahili mbele za Mungu. Kwa maana hatuwezi kujiokoa wenyewe, isipokuwa haki ya Kristo ndio inaweza kutuokoa kutoka katika hali tuliyokuwa nayo. Mungu atusaidie kuwa waaminifu kama bibi harusi anavyokuwa mwaminifu kwa mume wake, ili kuwa mke bora. Uaminifu katika yale maagano ni jambo la msingi. Asante. Asante sana mwinjilisti, umeelezea vizuri kabisa namna ambavyo kahaba huyu anakwenda kuhukumiwa, na ambapo umeelezea kwa kanisa lisilofuata sheria na kanuni za Mungu. Daktari, tunaelekea miisho sasa ya somo letu hili leo. Ninaamini tumejadili kwa upana kabisa na kwa undani kabisa. Kwa hivyo anayetusikiliza na kutufuatilia wakati huu atakuwa amepata jambo la kujifunza. Hawezi kuwa ametoka hivi hivi kwa yale yote ambayo tumeyaongea. Sasa karibu tuhitimishe sasa. Tunatokaje katika somo hili? Tumepita sehemu mbalimbali, kahaba, lakini tumeona bibi harusi mzuri, tumekutana na kisa cha Isaka na Rebeka. Sasa kwa ujumla yote haya yakikusanya, huenda kuna mtu ndio kwanza amefungua hapo, aweze kupata sasa kwa ujumla tunaondoka na vitu gani katika somo hili. Karibu. Nakushukuru sana. Namshukuru pia mtazamaji ambaye ameendelea kutegea sikio vipindi hivi. Tamathali za semi katika ndoa.
napenda mtazamaji aondoke na kitu hiki, kwamba sitiari ya unyumba inaweza kufanyiwa matumizi katika maeneo matatu ya maisha ya Kikristo. Eneo la kwanza ni uhusiano wa mtu binafsi na Mungu. Ukiwa kama bibi harusi, ukiwa kama hekalu la Mungu, uhusiano wako wewe na Mungu uko vipi? Tutambue tu ya kwamba upendo usiopimika ni tabia asili ya Mungu, lakini pia haki ni tabia asili ya Mungu. Namna ambavyo kwa upendo anajishughulisha na wewe sana, ndivyo namna hiyo hiyo kwa haki yake, ukibaki kuwa kahaba ambaye ataendelea katika mambo ya uasherati, ya kuasi sheria yake, hukumu utaweza kupata. Kwa hiyo uhusiano wako na Mungu uko wa namna gani? Jifanyie uhusiano mzuri na Mungu. Kitu cha pili, sitiari ya unyumba au ndoa katika somo hili inatueleza uhusiano wetu na wenzi wetu, ya kwamba ikiwa basi kwa namna ya pekee Kristo alivyolipenda kanisa lake, alivyompenda na akamfanya yule bibi harusi kuwa mzuri, vivyo hivyo waume kwa wake wafanyiane katika namna ya upendo kama ambavyo Kristo ameweza kufanya. Kuwa mwili mmoja, fanya yote kwa ajili ya mwenzi wako, jitoe kwa upendo, mtangulize yeye mbele kama ambavyo Kristo anafanya hivyo. Na uhusiano wa tatu wa sitiari ya unyumba ni mahusiano kanisani. Bibi harusi mzuri ni kanisa la Mungu ambalo linaendelea katika taratibu zake, na kahaba ni kanisa ambalo limechepusha kutoka katika taratibu zake. Na kahaba mkuu anayezungumziwa hapa, anayewanywesha mataifa vinyo, ni joka mwenyewe kupitia kanisa ambalo limekuwa likipotosha sheria ya Mungu. Hivyo basi, tunapokuwa tukitamatisha, tutambue kwamba pale ambapo unamfanyia Mungu ibada yako, je, ni bibi harusi wa kweli anayependwa, au ni kahaba ambaye Mungu amekuwa akitamani sana kumrejesha, na inaposhindikana hukumu inamuhusu? Nimalize na nukuu katika kitabu fulani kinaitwa Nyumba ya Mafanikio, imeandikwa na mwandishi mmoja anaitwa Catherine Reid, katika sura ile ya 18 ambayo inasema mbingu katika nyumba. Anaandika maneno haya: mizizi ya mti huingia ndani sana. Mti imara huwa na mizizi iliyokwenda chini sana ili kutafuta maji na virutubishi. Wakati mwingine mizizi huwa mirefu kuliko miti yenyewe. Daudi atuambia kuwa watu wanafanana na miti. Tukifikiri hivyo, ndiyo kusema kuwa mawazo yetu yanafanana na mizizi ya mti. Kama tukifikiri habari za Mungu kwa muda mrefu, tukifikiri juu ya kweli za Biblia, ndipo tunakuwa hodari na kuwa watu imara. Mizizi yetu inazama chini zaidi katika ukweli na upendo wa Mungu. Unahitaji kutambua upendo, mtazame Mungu. Unahitaji kutambua tamasali na sitiari katika ndoa, mtazame Mungu na neno lake linasemaje. Kwa kufanya hivyo, ndoa yako, mipango yako ya kuingia katika ndoa itaweza kumwakilisha vema Kristo. Lakini mwisho, dumu katika mafundisho ambayo Kristo ameweza kuyatoa, uwe bikira safi. Asante. Asante sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Labda mwinjilisti, kama una neno la kusema tunapoenda kuhitimisha somo letu la juma hili. Neno la kusema ni kwamba tuwe waaminifu kwa Mungu. Sisi ni bibi harusi wake, tuwe waaminifu. Tunajifunza ndoa yenye furaha na amani, ndoa ambayo kila mmoja katika wale wanandoa anatembea katika kanuni ya Mungu. Mungu ametoa maagizo kwamba mume ampende mke wake na mke ampende mmewe, amtii mmewe,
Kwa kila mmoja akitembea katika barabara yake kulingana na maelekezo ya Mungu, ndoa itakuwa yenye furaha, itakuwa yenye amani na itakuwa na mvuto mzuri unaowakilisha mahusiano ya Mungu na watu wake. Kwa hiyo na sisi tuweze kuwa na maisha ya furaha na amani katika Kristo Yesu. Tumtii, tuwe waaminifu kwake, tutii neno lake, huo ndio usalama wetu. Na hivyo tutakuwa tunaandaliwa kwa ajili ya maisha yale ya milele ambayo hayana maumivu, hayana kifo wala maombolezo. Tutaishi kama makusudi ya Mungu, kwamba alikusudia tuishi hivyo kabla ya dhambi. Inabidi poingia karibu huo mpango. Ili mpango mwadusho umerejeshwa upya kupitia kafara Yesu. Ametutwaa tena tuwe wake milele na tutii maagizo na magano yake. Tuwe waaminifu kwake. Hilo ndilo kubwa kutoka nako kwenye somo hili. Tuwe waaminifu kwa Mungu. Asante. Amina. Ninafikiri wachambuzi wangu wameelezea kwa uzuri kabisa na hatuna la ziada hapa tulipo. Niwashukuru sana kwa kujumuika pamoja nasi leo. Tumeichambua hii mada kwa uzuri kabisa, tamathali za katika ndoa, na tumeelezea kwa uzuri kabisa. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa BW Media, kufikia hapo sisi hapa hatuna la ziada. Nipende kukaribisha tu katika kipindi kijacho, au uendelee kwa pamoja nasi ukitufuatilia kwa kulike, kwa kushare, lakini kusubscribe na uweze kucomment pia kama una changamoto yoyote, una swali au una maoni yoyote kuhusu kipindi hiki, nasi tutayapokea na kuyafanyia kazi. Usibaki na swali lako nyumbani. Kama umeona kuna swali kwenye lesoni hujaelewa, tuulize na watumishi wa Mungu wapo kwa ajili ya kukujibu. Nashukuru sana, endelea kuwa pamoja nasi na endelea kuchagua BW Media kuwa ndio kituo chako pekee kabisa cha kupata masomo haya mazuri kabisa. Ulikuwa nami mtangazaji wako Miriam Mwesau, na mpaka hapo sina la ziada, nikutakia wakati mwema. Lakini tunapohitimisha somo letu juma hili, nimkaribishe mwinjilisti aweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Basi tuombe. Asante Mungu wetu kwa mibaraka ya somo hili zuri katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Tulipojifunza tamathali za asili katika ndoa, tunachoomba utuongoze sisi watu wako kuwa waaminifu kwako, tukutii wewe, na masomo haya yaweze kuwa baraka kwa kila mmoja anayefuatilia, iweze kuwa ni jambo la pekee katika maisha ya kiroho. Tunajikabidhi tukiomba uwepo wako, ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. BW TV. BW TV.